mfuatilie sana wakati anacheza timu ya taifa ya Kongo kwenye mashindano ya CHAN, walikuwa wanacheza na Angola. Utakuwa unakubaliana na mimi, Angola walikuwa wanalivamia lango la Kongo wakati wote, mashuti yamepigwa sana kwenye eneo la Kongo, lakini mwisho wa siku aliyapangua makombora mengi sana ya timu ya taifa ya Angola. Ndo golikipa ambaye anasemekana anaweza kajiunga na wekundu wa Msimbazi Simba. Wakati wowote unaweza kusikia taarifa ya Simba wakimtangaza golikipa Bruno Efongo Liongo kutoka pale AS Maniema, akiwa ni mchezaji wa timu ya taifa ya Kongo ambaye alichezea kwenye mashindano ya CHAN. Karibu sana, hii ni Like Media na mimi naitwa Lugano Izari. Kama ambavyo nafahamu, tunapata nafasi mzuri wa kupiga stories za kimichezo kutoka hapa nyumbani Tanzania mpaka kwenda nje ya mipaka Tanzania. Story nyingi sana ambazo tuko nazo sasa hivi ni kuhusiana na masuala mazima ya usajili ambao unaendelea sasa hivi kwenye ligi kuu Tanzania bara, kiwa dirisha dogo likifanyika sasa. Zipo tetesi nyingi sana zikizungumzwa, lakini kuna tetesi ambayo ni lazima itokee, kwa maana ya upande wa wekundu wa Msimbazi Simba ni lazima golikipa ambaye ataenda kusimama kwenye milingoti mitatu apatikane. Atapatikana wapi? Hilo ndo swali la msingi. Unajua, kwenye maisha kuna kitu cha umuhimu na kitu cha lazima. Sasa kitu cha lazima kinakulazimisha kwa namna yoyote. Lazima pekee ambayo imebakia kwa upande wa Simba, ukiachana maeneo mengine, ni upande wa golikipa, ambapo magolikipa wengi wa wekundu wa Msimbazi Simba mpaka sasa hawapo katika hali ya kucheza katika mashindano ya kimataifa na ligi pia. Ukiachana na Hussein Abel ambaye ndiye ambaye anategemewa kwa sasa, lakini hana uzoefu mkubwa bado, hata ndani ya Simba wenyewe ni kama hawamwamini na vitu vingine kama hivyo, lakini ni miongoni mwa magolikipa waliopo pale Simba. Lakini Simba bado wanaumiza kichwa sana, ni golikipa gani ambaye ataenda kukaa kwenye milingoti mitatu kuhakikisha kwamba upande wao wanafanya vizuri kwenye mashindano ya ligi, lakini pia mashindano ya kimataifa. Inawezekana ukawa shabiki wa Simba ambaye una maswali mengi kuhusiana na Pimpin Kamara, itakuwaje? Atapona mpaka mechi zinachezwa? Tumemwona katika viwanja vya mazoezi, lakini atakuwa fiti? Hata kwa upande wa Simba watakuwa wanajiuliza hivyo. Lakini ukiendelea kwa upande wa Yakubu Suleiman ambaye alipata majeruhi, je, atakuwa ameshapona mpaka michezo hiyo inayochezwa? Jibu litakuwa ni changamoto ambalo inawezekana likakosa majibu ya haraka kwa sasa hivi. Lakini pia utajiuliza kwa Hussein Abel, atatosha kweli kuivusha Simba au kuhakikisha matokeo ya Simba na kuwa positive? Inawezekana kwa sababu iko ndani ya Simba akafanya vizuri, lakini ndani ya Simba imani juu ya mchezaji huyo ikoje? Na hicho ndio kitu ambacho kinaweza kufikirisha zaidi juu ya uwepo wa mlinda mlango. Sasa zipo tetesi na taarifa mbalimbali ambazo zinazungumzwa kuhusiana na mlinda mlango ambaye anatakiwa kuwepo ndani ya Simba. Simba wanaumiza kichwa sana. Wameenda kwa Issa Fofana wa Azam FC, naye wamemfuata kuhakikisha kwamba anazungumza naye. Yeye ni mwajiriwa wa Azam FC, kwa anatakiwa kuzungumza na Issa Fofana, lakini pia watoke wakazungumze pia na Azam wenyewe ambao nao katika mashindano. Je, wanaweza kumtoa? Swala litakuwa ni gumu sana. Lakini tetesi zikazungumzwa kuhusiana na Yona Amos, golikipa ambaye yuko Pamba Jiji. Utaanza kujiuliza kwamba wanakwama nini Simba mpaka sasa hawajampata Yona Amos mpaka sasa kuitumikia klabu ya Pamba Jiji, ya Simba ambaye akitumikia Pamba Jiji. Je, gharama au yeye mwenyewe kakataa au Pamba Jiji wamekataa au nini ambacho kimefanyika? Wamepima, wameona hawezi kutosha na vitu kama hivyo, pamoja na ubora wote aliokuwa nao Yona Amos. Hayo ni maswali ambayo unaweza kujiuliza, lakini yote katika yote watu walimzungumzia Ali Salim ambaye alikuwepo pale Simba akaenda kwa mkopo Dodoma Jiji, ambapo mpaka sasa yupo huko. Watu wanasema Simba ni kama anapanga kumrudisha tena Ali Salim. Maswali yanakuwa ni mengi sana, lipi ambayo itakuwa jibu sahihi? Tunausubiria wakati, lakini bado mengi yanazungumzwa. Taarifa za ndani kabisa kutoka katika vyanzo vya ndani kabisa zinamzungumzia golikipa kutoka Kongo ambaye alikuwa amechezea AS Maniema, akifahamika kama Bruno Efongo Liongo, mmoja kati ya magolikipa ambao
wamechezea AC Maniema, lakini amechezea timu ya taifa ya Kongo kwenye mashindano ya CHAN na akaibuka kuwa mchezaji bora katika baadhi ya michezo pale katika mashindano ya CHAN ambayo yalifanyika Tanzania, Kenya na Uganda. Utakuwa unakumbuka kama utakuwa umemfuatilia vizuri kwa maana Efongo Liongo ni moja kati ya magolikipa ambao walipata tuzo ya golikipa bora kwenye mashindano ya CHAN mara baada ya kuokoa michomo mingi sana. Katika mashindano hayo alitoka na clean sheet 2 lakini akiwa na save 17 katika michezo ya CHAN ambayo ilifanyika kwenye ardhi ya Afrika Mashariki, Kenya, Uganda na Tanzania. Huyu ndio golikipa ambaye sasa hivi Simba wanaendelea kufanya mazungumzo naye kutoka pale DRC Congo. Mazungumzo bado yanaendelea ili aweze kuandika kandarasi ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba. Wakati wote unaweza kusikia taarifa ya golikipa kutoka pale Congo, Bruno Efongo Liongo, ambaye anachezea AS Maniema. Na katika ligi ya Kongo msimu 2024-25 alikuwa ni golikipa bora wa ligi hiyo na akachaguliwa kwenye timu ya taifa ya CHAN na mwisho siku akaenda kucheza. Ukitaka kufuatilia vizuri kazi ambayo anaweza kuifanya golikipa Efongo, ni ile kazi ya kuokoa michomo. Ifuatilie sana wakati anacheza timu ya taifa ya Kongo kwenye mashindano ya CHAN, walikuwa wanacheza na Angola. Utakuwa unakubaliana na mimi, Angola walikuwa wanalivamia lango la Kongo wakati wote, mashuti yamepigwa sana kwenye eneo la Kongo, lakini mwisho wa siku aliyapangua makombora mengi sana ya timu ya taifa ya Angola. Ndo golikipa ambaye anasemekana anaweza kajiunga na wekundu wa Msimbazi Simba. Wakati wowote unaweza kusikia taarifa ya Simba wakimtangaza golikipa Bruno Efongo Liongo kutoka pale AS Maniema, akiwa ni mchezaji wa timu ya taifa ya Kongo ambaye alichezea kwenye mashindano ya CHAN. Ukiniambia kuhusiana na sifa zake, ni golikipa ambaye anaweza kucheza kwenye pressure. Ukiangalia kwenye CHAN kuna pressure ambayo timu ya DRC ya Kongo, mashindano ya CHAN, golikipa Efongo alikuwa anaokoa michomo kwenye hatari, lakini ni mtu ambaye anaweza kuruka kwenye michomo ya juu. Alipangua mashuti mengi sana kwenye mashindano ya CHAN, na pengine kama Kongo wasingekuwa na magolikipa wengi ambao wako nje ya nchi, huenda hata yeye angekuwa miongoni mwa magolikipa ambao angeenda kwenye AFCON. Lakini kwenye CHAN alifanya kila kitu ambacho kilifanyika pale, na ndicho ambacho kimewashawishi Simba, na Simba wamewapeleka maafisa wao kwenda pale Kongo ili kupata saini ya Efongo Liongo, ambaye wakati wote anaweza katangazwa ndani ya Simba. Kitu ninachokuambia sasa hivi, muulize mtu yoyote ambaye yuko ndani ya Simba, hawezi kukwambia. Lakini maafisa wa Simba wamefika pale Kongo, wamewasiliana naye, na wale ambao wanaaminika wakiwemo watu ambao wana ushawishi ndani ya Simba wameshamcheki, wanaangalia uwezekano wa kujiunga na wekundu wa Msimbazi Simba. Tusubiri nini ambacho kitatokea wakati Simba wanapoendelea kuzungumza na Efongo Liongo ambaye ni golikipa wa AS Maniema pale Kongo. Mimi taarifa za ndani kabisa, ukitaka nikwambie, ni zile taarifa ambazo za uhakika kabisa kuhusiana na golikipa huyo. Kwa tusubiri Simba kama watampata huyo, atakuwa mbadala wa Pimpini Kamara katika kipindi hiki ambacho anajiuguza majeraha yake. Lakini pia golikipa Ayubu, kwa maana Yakubu Suleiman, je, watafikia maamuzi ya kumleta Ali Salim? Je, niona Amos Isa Fofana kutoka Azam? Lakini inaonekana dili ambalo linavutia sana Simba ni kumpata golikipa wa AS Maniema, kwa sababu ni golikipa ambaye kaonyesha ukomavu mkubwa na upatikanaji wake ni rahisi ukilinganisha na Isa Fofana ambaye yuko pale Azam
FC waanze kuzungumza na Azam na paka wakubalie kama kwa mkopo au kwa nini. Vyote hivyo vinaweza vikawa na namna ambavyo Simba wanaweza kuangalia watafanyaje. Lakini taarifa ambayo ichukue sasa hivi ambayo nakupa, Simba sasa hivi wanaongea na golikipa kutoka pale DRC ya Congo, timu ya AC Maniema ambaye alisha kucheza mashindano ya Chani na akafanya vizuri. Hapa namzungumzia Bruno Efongo Liongo, golikipa bora kabisa wa Congo kwa ligi ya Congo, ambaye huenda akajiunga na wekundu wa Msimbazi Simba. Golikipa ambaye anaweza kupunguza pressure, mwenye kufanya maamuzi magumu, mwenye kujua jinsi wakati gani atoe mpira, anaweza kurusha pia kwa mikono, wanasema ana control nzuri ya mpira. Ana footwork nzuri kwa maana ya body movement, sijui decision, vyote hivyo vinavyomhusu golikipa kwenye footwork vyote anavyo, na mwisho siku Simba anaweza kamua kumalizana naye wakati wote kuanzia sasa. Mimi naitwa Lugano Israel. Asante sana kwa kuungana nami kupitia Like Media. Endelea kuwa nami. Subscribe channel hii, uwe miongoni mwa watu ambao wanapata taarifa na michapo mbalimbali ya kimichezo. Mpaka wakati mwingine. Ciao.